Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao tumetoka kutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa Airtel Stadium uliopo mkoani Singida, ni mchezo ambao umekutanisha klabu ya soka ya Dodoma Jiji dhidi ya klabu ya soka Yanga Sports Club ambao ni wenyeji, ambapo mchezo huu ulikuwa ni heavyweight match kwa sababu ni mchezo ambao umeweza kutoa matokeo ambayo watazamaji wengi wa mpira hawakutarajia. Fahamu katika mchezo huu umeweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Dodoma Jiji kuibuka na ushindi wa mabao 3-2, na ndio kichapo cha kwanza msimu huu wa mwaka 2025-2026 kwa upande wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo mfupa ambao umemshinda fisi, basi Dodoma Jiji ameweza kutafuna, ambapo tunashuhudia katika kipindi cha kwanza Alan Okello Starboy wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ndiye ambaye alikuwa wa kwanza kupachika bao katika dakika ya pili, lakini Dodoma hawakuwa kinyonge. Katika dakika ya 29 Bakari Nondo Mwamnyeto aliweza kujifunga, lakini dakika ya 41 kupitia kwa Alan Okello tena akaweza kuiandikia klabu ya soka Yanga Sports Club bao la pili, na bao hilo ndio likawa bao la mwisho kwa upande wa klabu ya soka Young Africans. Lakini tunashuhudia katika dakika ya 90 kupitia kwa Mwana Kibuta aliweza kuequalize ama kusawazisha kwa upande wa Dodoma Jiji, na Dodoma Jiji wakaendelea kulisaka lango la klabu ya soka Yanga Sports Club, ikiwa ni dakika za nyongeza. Tunashuhudia dakika ya 96 kupitia kwa Waziri Junior Jeyara ambaye alishia kupita katika klabu ya soka Young Africans, aliweza kuiandikia klabu ya soka ya Dodoma Jiji bao la 3, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipinga chake, basi Dodoma Jiji 3 huku Young Africans wakiwa na mabao mawili, ambapo tunashuhudia mabao mawili yameifanya klabu ya soka Yanga Sports Club wakiwa wamecheza michezo 23. Kwa upande mwingine wana goal difference ya mabao 44 wakiwa na pointi 54, huku kwa upande mwingine wakiwa nafasi ya kwanza. Lakini mnyama Simba ambaye yeye bado anacheza mechi moja, basi Simba yuko nafasi ya pili, mechi 22, goal difference mabao 30 wakiwa na alama 49. Lakini Dodoma ambaye yeye ameshinda yuko pale pale katika nafasi ya 7, michezo 23 akiwa anadaiwa bao moja na alama 32. Kwa msimamo jinsi ambavyo unaakisi kwa haraka kwa jinsi ambavyo tumeongea. Bwana, kama ni mdau unaona nafasi kuendelea na comment na kutuambia katika mchezo huu, je, ni mchezaji gani ambaye ameweza kukukosha katika mchezo huu kati ya Dodoma Jiji dhidi ya kikosi cha timu ya soka Young Africans? Kisha like video yetu. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kumalizika kwa klabu ya soka ya Dodoma Jiji kuweza kufunga mabao 3-2, huku watu wengi hawakuzania kwamba Dodoma Jiji itafurukuta mbele ya kikosi cha timu hicho, basi kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Yanga Sports Club ndugu Ali Shabani Kamwe ameweza kufunguka maneno yafuatayo. Ali Kamwe anasemaje? Ali Kamwe hana maneno mengi siku ya leo, anasema alhamdulillah kwa wale Waislamu na wale wa Kristo na watu wote wapenda dini duniani. Alhamdulillah ni kama kitendo cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki ambacho wameweza kukipokea, kwa sababu kama sio Mwenyezi Mungu wasingeweza kupata matokeo angalau hata kibao mbili. Ni miongoni mwa mabao ambao wameweza kuyapata katika mchezo huu. Kwa hiyo licha ya kupoteza mabao 3, lakini wao wapata mabao 2. Kwa hiyo wamesema alhamdulillah akimshukuru Mwenyezi Mungu.